Rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na ukosoaji kufuatia ripoti zinazoeleza kuwa kauli zake za mara kwa mara hadharani zimeharibu mazungumzo nyeti na Iran. Kwa mujibu wa ripoti ya CNN, maafisa kadhaa wa Marekani wamesema mazungumzo yalikuwa karibu kufikia makubaliano Ijumaa kabla ya Trump kuanza kuyazungumzia hadharani kupitia mitandao ya kijamii na mahojiano marefu na waandishi wa habari. Katika kauli zake, Trump alidai kuwa Iran imekubali mambo yote muhimu, ikiwa ni pamoja na kuacha akiba yake yote ya uranium iliyorutubishwa. Maafisa wa Iran walikanusha haraka madai hayo, huku maafisa wa Marekani wakisema kuwa mazungumzo yalikuwa katika hatua nyeti na kauli za rais hazikusaidia kupunguza kutoaminiana kwa Tehran dhidi ya Washington. Akijibu ripoti hiyo, msemaji wa ikulu Karoline Leavitt aliitetea serikali ikisema Marekani haijawahi kuwa karibu zaidi na kufikia makubaliano mazuri na Iran, akimtaja Trump kuwa na mbinu madhubuti za mazungumzo. Pia aliwakosoa wanaopinga mbinu hizo, akisema hawaelewi mikakati ya muda mrefu ya rais. Maafisa pia walieleza wasiwasi kuwa Trump ameendelea kuharibu mchakato huo kwa kuzungumza sana na vyombo vya habari na kuchapisha ujumbe mara nyingi kila siku kwenye Truth Social. Kulikuwa pia na mkanganyiko kuhusu uwakilishi wa Marekani katika mazungumzo yajayo. Trump alisema awali kuwa makamu wa rais JD Vance hatahudhuria mazungumzo nchini Pakistan kutokana na sababu za kiusalama, lakini baadaye ikulu ilifafanua kuwa ndiye atakayeongoza ujumbe wa Marekani. Jumatatu, Trump alisema katika mahojiano kuwa Vance tayari alikuwa ameondoka kuelekea Islamabad, ilhali bado alikuwa Washington na anatarajiwa kusafiri Jumanne. Trump pia aliongeza mkanganyiko kwa kudai kuwa makubaliano na Iran yangepatikana siku hiyo hiyo, licha ya mazungumzo kutarajiwa kuanza Jumanne mapema na Iran yenyewe haijathibitisha kushiriki. Katika kauli nyingine kwa Bloomberg, Trump alisema muda wa kusitisha mapigano wa wiki 2 na Iran utaisha Jumatano usiku, akitofautiana na muda aliokuwa ametangaza awali kwa kuusogeza mbele kwa siku moja. Matukio haya yanaibua wasiwasi kuhusu uthabiti wa mawasiliano kutoka Washington katika kipindi muhimu cha mazungumzo hayo.